Haleluya, haleluya. Mwanafamilia wa maombi ya ukombozi, Mungu akubariki sana. Ninamtukuza Mungu. Asubuhi ya leo tumepata tena kibali na tumepata tena neema. Tumeona nguvu za Yesu Kristo tena zikitusimamisha. Tumeona utukufu wake wa ajabu. Wacha tuinue jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake mwaka 2026. Nichukue nafasi hii popote pale ulipo tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa kutupa kibali asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu mwema. Asante kwa uaminifu, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako Yesu Kristo mwana wa Daudi. Tumeshuka mbele zako kwa rehema nyingi, tukiomba toba. Tutakase Bwana yetu, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili kabisa mbele zako, lakini kwa rehema zako tuko hapa tena watoto wako. Tumenyenyekea, tunasi rehema zako tena watoto wako. Tutakase na kutusafisha kwa damu yako ya thamani. Tupe neema tena watoto wako tena siku ya leo, siku nzuri, siku ya baraka, siku ya neema. Usituache Baba yetu, tuone mkono wako na tuone fadhili zako. Asante Bwana Yesu kwa neema na fadhili zako na baraka zako kuu kwetu. Tunakutukuza kwa sababu ya neema, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya mkono wako, kwa sababu ya uweza wako na kwa sababu ya nguvu zako. Utukufu na heshima na enzi na nguvu na mamlaka ni zako, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina. Na unaweza comment sema amina. Na Mungu ni mwaminifu sana, ambaye umeanza naye asubuhi ya leo ni Mungu wa baraka kwetu. Nichukue nafasi kukuomba, kama huja subscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira yale ya usiku, zile zaburi za ulinzi. Nichukue nafasi hii kuomba, kama unapitia changamoto yoyote ambayo unatamani tushare pamoja na tuweze kuomba pamoja, basi tucheki kwenye namba hii WhatsApp. Nitaomba na wewe na Mungu atafanya jambo kubwa la utukufu. Ni muhimu sana kila unapofuatilia maombi ya asubuhi, weka agano la dhabihu, weka agano la sadaka. Mwambie Mungu, ninatamani kila maombi ambayo ninaomba niunganishe na sadaka yangu. Utaona baraka nyingi sana, kwa sababu maombi tu haitoshi tu kuomba, lakini unapoomba ukajiunganisha na dhabihu, uwe na uhakika utaona mkono wa Mungu kwa namna ya ajabu sana. Nichukue nafasi kabisa kukuomba popote pale ulipo uweze kuchukua clip hii na uweze kushare, upelekee rafiki, jamaa, ndugu, kila mmoja. Hakikisha usiwe mchoyo, omba pamoja na watu wengine, itakuwa ni baraka nyingi sana na utakuwa umeifanya. Tumeanza maombi ya siku 21. Ni kualike sana katika maombi ya siku 21, ambapo tutaendesha maombi kupitia mtandao wetu wa YouTube majira yale ya saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kila siku kwa siku 21. Niombe popote pale ulipo, basi chukua hatua ya kufunga, jidhabihu, ufunge na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu. Maombi yetu ambayo tulionayo ni kwa ajili ya malango 12, na kwenye malango haya tutatembea nayo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 12. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mfululizo mzima wa maombi haya ya milango 12. Lango letu la 6 ni lango kubwa sana, ambalo ni lango la sadaka. Katika vitu vingi ambavyo watu wengi hawajui kwamba sadaka ni lango kubwa la kufungulia neema, ni lango kubwa la kufungulia baraka, ni lango kubwa la kufungulia utukufu. Inawezekana umewahi kutoa sadaka nyingi sana, lakini nataka nizungumze sadaka hii ambayo imebeba mlango mkubwa sana, na hii ni sadaka tunaita ni sadaka ya agano. Watu wengi wamekuwa wakitoa sadaka lakini hawatoi sadaka aina ya agano, na nitakuelewesha vizuri sadaka aina ya agano namna ambavyo
ukalisha baraka au ufungulia neema kwa watu na kwa mtu binafsi. Sadaka aina ya agano ni sadaka ambayo mtu huwa anaingia na anafanya agano la kupeleka jambo fulani la kimungu litoalo matokeo makubwa kwa watu wengine, hasa kuokoa watu au kuziokoa nafsi za watu. Na hiyo ni sadaka ambayo inamgusa Mungu moja kwa moja na inaitwa sadaka ya agano. Sadaka hii ya agano watu wengi hawaijui, kwa sababu watu wengi wanatoa sadaka kwa utaratibu wao. Akiamua leo, ameamka amesikiliza mtumishi fulani atatoa sadaka, na ameamka amemsikia mtu fulani atatoa sadaka, ameenda kanisani atatoa sadaka, ameenda kwa watoto yatima atatoa sadaka. Na ni sadaka ambazo zinafungua milango, lakini sio sawasawa na sadaka aina ya agano. Sadaka ya aina ya agano ikoje? Sadaka ya aina ya agano ni ile sadaka ambayo mtu anaingia agano na Mungu na anamwambia Mungu ya kwamba ninaweka agano la kufanya kazi hii kwa ajili ya kujenga ufalme wako. Sadaka hii huwa ni sadaka ambayo huwa ina mfululizo. Maana yake ukianza ni sadaka ambayo ni sadaka ambayo inakuwa ni sadaka ya mwendelezo. Sio sadaka ambayo unaweza kuitoa leo alafu kesho ukaacha, au kaamua kutoa au kaamua kutotoa. Hiyo sio sadaka ya agano. Sadaka ya agano inakuwa ni sadaka ya mwendelezo. Kwa mfano, unaweza kuwa na sadaka ambayo aidha inatolewa kila wiki mara moja, lakini kwa mwendelezo, kwa mwezi mara moja kwa mwendelezo, kwa mwaka mara moja kwa mwendelezo, kwa siku kila siku kwa mwendelezo. Kwa hiyo sadaka ya agano inaanza kwa siku, kila siku kwa mwendelezo, kwa wiki, kila wiki kwa mwendelezo, kwa mwezi, kila mwezi kwa mwendelezo, kwa mwaka, kila mwaka kwa mwendelezo. Mwendelezo huu unalenga kuisimamisha kazi ya Mungu au kuwaleta watu wa Mungu kuokolewa kwenye ule mwendelezo, na kwenye ule mwendelezo ndio uliofungamanisha baraka zako nyingi sana. Sasa watu wamekuwa wanatoa sadaka lakini sio sadaka za mwendelezo, au unatoa sadaka lakini sio sadaka ya nyagano, au unatoa sadaka na sio sadaka ambayo imebeba agano la Mungu. Ndiyo maana kwenye kile kitabu cha Zaburi sura ile ya 50 na mstari wa 5, Biblia inasema, Zaburi ya 50 mstari wa 5 anasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu, na mbingu zitatangaza haki, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Naweza kuona sasa anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Yaani hao wamefanya agano na Mungu kwa dhabihu. Sasa matokeo yake ni mbingu kutangaza neema kwa ajili ya mtu huyo, ni mbingu kutangaza haki. Sasa unaweza kuona namna ilivyo. Maana yake sadaka ya agano huwa inaenda kuzifanya mbingu kufunguka, mbingu kutangaza haki, mbingu kuachilia neema, mbingu kuachilia utukufu kwa ajili ya mtu fulani ambaye amefanya agano. Sasa wako watu wengi ambao walifanya agano kwenye Biblia, ni wako wengi sana. Siwezi kuwataja kwa dakika hizi chache, lakini nataka nione huduma wakati wa Yesu kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 8. Tuone huduma wakati wa Yesu ilikuwaje.
Kwa baada ya hao alikuwa akizunguka katika mji na vijiji kuhubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale tenashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Hao ni Mariamu aitwaye Magdalene, waliotokwa na pepo 7, anasema, na Yohane mkewe Kuza, wakili wa Herode, na Suzana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Huduma ya Yesu ilikuwa nyepesi, ni kwa sababu kuna kina Yohane mkewe Kuza, kina Suzana. Hawa ndio walimhudumia Yesu kwa mali zake, na ikamwezesha kwenda kijiji na kijiji na kijiji. Na hawa kina Susan wanatoa mali zao kwa ajili ya Kristo, kuhubiri Injili, kuzunguka kijiji na kijiji, na watu wengi sana wajui. Sasa hizi ndio zinaitwa sadaka za kiagano. Hizi ndio sadaka za kiagano. Hizi ndio sadaka za kiagano za kufanya Injili iende kila eneo na kila kona. Unaweza kuona, tukisafiri kidogo, tunaweza kuona habari za Wafilipi na Paulo kwenye kile kitabu cha Wafilipi sura ya 4 kwanza mstari wa 10. Biblia inasema, nafurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho umeuisha tena fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Si kwamba nasema haya kuwa nina mahitaji, nimejifunza kuwa radhi kwa yoyote niliyo nayo. Najua kudhihiriwa, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote, katika mambo yote. Niliyofundishwa kushiba na kuona njaa, vingi na kupungukiwa. Mstari wa 13 anasema, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. 14 anasema, lakini nalifanya vema, mlifanya vema mliposhiriki nami katika dhiki yangu. Anasema, ninyi pia, ninyi wenyewe mnajua hivi, wa Filipi, ya kwamba katika mwanzo wa Injili ilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lile lingine lililoshirikiana nami katika habari ya kutoa na katika habari ya kupokea, ila ninyi peke yenu, kwa kuwa hata huko Tesalonike mliletea msaada kwa mahitaji yangu, wala si mara moja. Si kwamba natamani kile kipawa, bali natamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Mstari wa 18 Paulo anazungumza maneno mazito, lakini navyo vitu vyote nimezidi tena nimejaa tele, nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali impendezayo Mungu. Anaomba Paulo, anasema, na Mungu wangu awajazeni kila mnachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Unaweza kuona hawa ni Wafilipi ambao walibeba injili ya Paulo kwa namna isiyokuwa kawaida. Wafilipi walikuwa na mzigo mkubwa sana kubeba injili ya Paulo. Injili ya Paulo mpaka inafika maelfu kwa maelfu ni Wafilipi, kina Epafrodito, hao ndio walisimama kwa ajili ya injili ya Paulo. Wakati huu sasa tuna watu wanaweza kusimama kudhamini mipira na hakuna shida kabisa. Kuna watu wanaweza kusimama kudhamini mambo mengi ya kimichezo, wanaweza kusimama wakadhamini vitu vingi, lakini kati ya watu ambao tumewakosa ni wale watu ambao wanaweza kusimama wakaidhamini kazi ya Mungu. 2026 Mungu anazungumza na mtu mmoja ambaye sana anisikia kwamba wewe ndiwe Mungu ambaye amekusudia kuidhamini kazi hii, na Mungu wa mbinguni atakujaza kila aina ya utajiri, kila aina ya utajiri, kila aina ya utajiri. Kumbe milango mingine ya utajiri
ni kwa wale ambao wamekubali kuidhamini kazi ya Mungu. Ni kwa wale ambao wamekubali kuidhamini kazi ya Mungu. Tunaona juu ya Wafilipi, neema yao inaongezeka, vipato vyao vinaongezeka, utajiri wao unaongezeka. Ni kwa sababu ndani yao walibeba kuidhamini kazi ya Mungu. Wakati ninaomba asubuhi ya leo, ninaisikia sauti kwamba Bwana amenituma kwa ajili ya kila mmoja anayenisikiliza. Ingia agano leo, idhamini kazi ya Mungu. Ibebe kazi hii kubwa, ibebe, ifikishe. Weka agano lako, mwambie Mungu, na mimi nasimama kuweka agano la kusimama na dhabihu. Kama ni kwa siku, mwambie Mungu akupe nguvu ya kusimama kwa siku mwaka huu. Kila siku simama na agano lako la dhabihu. Inawezekana ni mwisho wa wiki, mwambie Mungu, naomba unipe agano la dhabihu ya kusimama na madhabahu. Na kama ni mwisho wa mwezi, basi Mungu akupe neema hiyo ya kusimama mwisho wa mwezi. Najiwekea agano. Wakati unapoweka agano kwa dhabihu, utaona vile ambavyo Mungu anaenda kusimamisha malango makubwa ya utajiri mwaka 2026. Na wakati niko hapa, ninasikia ndani yangu kuwaombea wale ambao ndani yao wanasikia mzigo kabisa wa kuibeba kazi ya Mungu. Beba kazi ya Mungu hii, fikisha mahali. Beba injili wafikie watu. Peleka injili kwa njia redio na kwa njia TV. Utaona vile ambavyo Mungu anafanya kazi. Beba kazi hii, nunua vyombo vya kubeba madhabahu. Utaona vile Mungu anafanya kazi. Sadaka yako inayofika kwenye madhabahu, uwe na uhakika itafungua milango ya utajiri. Popote pale ulipo, naomba inue mikono yako. Baba yangu, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana kwa ajili ya mwanamke huyu, kwa ajili ya baba huyu, na kwa ajili ya binti huyu ambaye ndani yake anasikia kuingia dhabihu ya kufanya agano katika malango 12. Na huu ni mlango wa sadaka, mlango mkubwa. Hakuna aliyesimama na dhabihu Baba ukamwacha. Kuna aliyesimama akakuita Baba ukamwacha. Yesu Kristo mwana wa Daudi, na mimi natamka kama mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, kama ulivyowasaidia Wafilipi ukawaongeza na ukawazidisha, na ndivyo utakavyokuwa juu ya baba huyu, juu ya kijana huyu, juu ya mama huyu. Mwaka 2026 wacha malango yake yawe wazi, malango ya utajiri yawe wazi, malango ya kuinuka yawe wazi, malango ya kazi yawe wazi katika jina la Yesu Kristo. Robo sandarama kuria, anza kuomba na wewe, mwambie Roho Mtakatifu, nimeweka agano na wewe. Ninaomba Yesu nisimamishe, ninaomba Yesu nisimamishe kwa jina la Yesu Kristo. Niibebe kazi yako siku na mchana. Robo sandarama kurabashaka. Baba yangu, ninasimama na mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Robo sandarama kurabashaka. Usiache Bwana, usiache Yesu, usiache kumwinua mtumishi wako, usiache kumnyanyua mtumishi wako, usiache kumkumbuka Bwana. Malango yake Bwana yafunguke. Baba, leta watu wazuri katikati ya maisha yake. Hakuna aliyejitoa kwako kamwacha. Pe kazi asiyekuwa na kazi, pe ndoa asiyekuwa na ndoa. Ramando rosata. Mpe biashara asiyekuwa na biashara, maadamu ndani yake anasikia mzigo wa kuibeba kazi yake. Mfungulie neema, mfungulie neema. Ramando rosata. Baba, mfungulie neema, Baba, mfungulie neema. Mandorosha karabasike. Malango yake mwaka huu yawe wazi. Pe neema ya kutajirika, pe neema ya kuongezeka, pe neema ya kuongezeka, pe neema ya kuzidi, pe neema ya kuzidi. Roho sandarama korabashaka. Baba, sadaka ya agano ikafungue mbingu, ikafungue mbingu, ikafungue mbingu na kuachilia neema katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu le hai. Mtu mmoja seme amina, amina, amina. Iwapo wewe ni mmoja wapo ambao umesikia sauti hii na unataka kumuona Mungu akifanya kazi, unataka muona Mungu akidhibitika, nichukue nafasi. Kama ni umeingia agano, basi nitumie kwa namba ya WhatsApp, nijulishe. Lakini pia namba yetu ya sadaka iko hapo kwa skrini, naweza kujiunganisha na sadaka yako na malango yako mwaka huu yakawa wazi kabisa na ukaona neema kubwa. Mungu wa mbinguni akubariki, nikutakie siku njema. Ukaribishe pia katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, na mamia ya watu wanapokusanyika hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania.
lakini pia nikuunganishe pia na neema ya maombi tunayoendelea nayo ya siku 21. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema. Shalom, shalom, shalom.